lakini kumbuka kuisikiza sauti ya Mungu kwa bidii. Sauti ya Mungu kwa nini? Kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu kubwa anachosema Mungu asubuhi ya leo au mchana wa leo. Haleluya. Kikubwa ili baraka zije, kuna namna ya kutembea kwenye utaratibu wa baraka. Kumbuka wapi ulikotoka. Si iko moja tu. Kumbuka wapi ulikotoka. Tuendelee kumbukumbu la Torati pale kuishia. Ndio. Utabarikiwa uingiapo. Anasema utabarikiwa kila unapoingia. Utabarikiwa na utokapo. Lakini utabarikiwa unapotoka. Bwana atawafanya adui zako. Yaani kikubwa zaidi anasema Bwana atawafanya maadui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Wanaoinuka juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja. Watakutokea katika njia moja. Lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Hilo ni angalizo. Hilo ni nini? Angalizo. Lakini chanzo chake ni kukumbuka wapi ulikotoka. Kumbuka wapi ulikotoka. Umefikia mstari ngapi? Tuendelee. Bwana ataiamuru baraka ije juu. Anasema ili Mungu aweze kuiamuru baraka, kuna namna ya kufanya, ndugu zangu. Anasema Bwana ataiamuru. Maana yake Mungu atalazimisha baraka iliyotaka kukukimbia kwenye maisha yako. Katika ghala zako. Katika ghala zako. Na mambo yote utakayotia mkono wako. Anasema chochote, sema chochote. Chochote. Rudia tena, sema chochote. Chochote. Utakachotia mkono wako. Utakachotia mkono wako. Bwana atafanyaje? Naye atakubariki katika nchi ya kupayo Bwana. Anasema naye atakubariki katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake. Jamani, Bwana atakuweka mtu ambaye umewekwa wakfu mbele zake. Yaani kuwa taifa takatifu maana yake wewe umetengwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Bwana. Kama alivyokuapia. Kama alivyokuapia. Utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako. Anasema utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako. Na kutembea katika njia zake. Na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani. Anasema mataifa yote ya duniani. Watakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Yatakuona umeitwa kwa jina la Bwana. Nao watakuwa na hofu kwako. Anasema nao watu watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri. Sikiliza. Bwana ataamuru baraka uwe wingi wa uheri. Katika uzao wa tumbo lako. Sio uheri utakuja kwako tu, na uzao wa nini? Tumbo lako. Maana yake ni nini? Na watoto wako wataitwa wabarikiwa. Na uzao wa wanyama wako. Aishi Bwana kwenye uzao wa watoto wako tu. Anasema na uzao wa wanyama wako. Na uzao wa nchi yako. Na uzao wa nchi yako, yani mazao. Kwa mfano, unaona kuna kunde hapa. Unaona kuna miogo. Unaona kuna miwa. Unaona kuna mahindi. Bwana atafanya yawe heri. Katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako. Katika ardhi ambayo Bwana amewaapia baba zako. Kwamba atakupa. Kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Kuna hazina nzuri tunashindwa kuzipata kwa kuto kukumbuka wapi tulikotoka. Nayo ni mbingu. Naye ni mbingu. Kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Jamani, yani hapo kutakuwa hakuna mapungufu.
na nini? Hakuna mapungufu. Na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Anasema atabarikia kazi yote ya mikono yako. Nawe utakopesha mataifa mengi. Lakini wewe utakuwa wa kukopesha mataifa mengi. Wala hutakopa wewe. Anasema wala hautakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa. Bwana atakufanya kuwa kichwa Wala si mkia. wala si mkia. Sasa tumezoea kusema mimi ni kichwa sio mkia, lakini ukumbuki wapi? Ujui wakina nani walitembea na wewe mpaka hapo ulipofikia. Nawe utakuwa juu tu. Utakapokumbuka wapi ulikotoka utakuwa juu tu, kwa sababu yule uliyomkumbuka atasema asante mwanangu. Kitendo cha kusema tu asante mwanangu kwa kunikumbuka, hata kama ukumpelekea chochote, sema chochote. Wala hui chini utakapoyasikiza maagizo ya Bwana. Ukisikiliza maelekezo yanayokupa leo, ndugu yangu, hautakuwa chini. Nasema hautatayarika, hautaharibikiwa. Nikuagizayo hivi. Haya maagizo ambayo nakupa hii asubuhi ya leo au mchana wa leo, chukua. Kuyaangalia na kufanya. Yaangalie tena kwenye maisha yako na kuyafanya. Usipokengeuka katika maneno ni waamuruyo. Jamani, hiki ambacho nakiongelea, usiporudi nyuma, kukengeuka, sema kukengeuka. Kukengeuka Ni kuacha kile ulichoelekezwa. Ni kuacha agizo ulilopewa. leo kwa lolote. Anasema leo kwa lolote. Kwenda mkono wa kuume wala Usiende kushoto wala kulia, kwa kuifuata miungu mingine na ukatazama ubatili. Miungu mingine maana kwenda kwenye nini? Kwenye ubatili. Ni kuacha kanuni. Kuacha nini? Kanuni. Unapoacha kanuni, unaenda kwenye miungu mingine, unatazama taratibu nyingine, unasema apotelea mbali, mimi na mambo yangu, mimi na nini na mambo yangu, hata niambia mimi yule. Hapo ndipo tunapokosea, ndugu zangu. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. hapo ndipo tunapokosea. Hapo ndipo hatutendi sawa, na hapo ndipo anguko letu lilipo. Mtaani wanasemaje? Tena maneno ya mtaani kabisa, kwamba mtu anayekufahamu hawezi akakuacha kama ulivyo. Mtu ambaye anakufahamu hawezi akakuacha kama ulivyo. Ukikosa muogo hata chumvi tu kwa jamani, mama amesema chumvi, lakini ndio saizi yako. Haleluya. Utajifunza kwa nini alinipa chumvi. Kumbe ndio maana anasema zimu likujualo haikulika. Kumbuke jamani, wapi tulikotoka. Ukikumbuka wapi ulikotoka, unakoelekea utafanya kwa uzuri zaidi. Ukikumbuka wapi ulikotoka, na kuambia unakoelekea utafanya kwa uzuri zaidi. Rudi nyuma, tafakari kwenye maisha haya au wiki hii tunayoendelea. Tafakari Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa kwanza na ule wa 14. Lakini tafakari Kumbukumbu la Torati 28 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14. Umesoma mpaka wangapi? 14. Tafakari. Je, mimi watu wangapi nimewasahau? Wapi nimepita? Na nini nimefanya? Narudia tena, fadhila sio mpaka usafiri uende. Inawezekana aliyokuvusha yuko Musoma, yuko Kigoma, yuko sijui wapi huko. Sikizi ni mambo yako mubashara.
huyo anaweza akawa na neno la kwako kukuingiza kwenye nchi ya ahadi. Anaweza akawa na ushauri juu yako kukupitisha kwenye tundu la sindano. Haleluya, haleluya. Usisahau wapi ulikotoka. Kumbuka, kumbuka, kumbuka. Narudia tena, kumbuka wapi ulikotoka, ndugu yangu. Kumbuka. Inatulia vigumu sana, na ni tatizo kwetu kukumbuka wapi tulikotoka. Pengine kuna mabaya ulitendewa pale kutoka, ukasahau wema wote. Singependa sana kushuhudia, lakini inalazimu iko kwenye fundisho. Mahali ambako nimeokokea ilikuwa na moto mkubwa wa kumtafuta Mungu. Amen. Kumbe wakati mimi namtafuta Mungu na mimi natafutwa, naonekana kama nalimega kanisa. Kumbe sikuwa na moyo huo, na wala sikuwazaga kwamba naweza nikahamia kanisa jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Mpo au umelala? Si mnaelewa au umelewa? Siku hiyo napangiwa niende nikahubiri kwenye kipindi kikuu kwenye kanisa hilo niliyokuwa nimeokoka. Yaani nisimame sasa madhabahuni niachilie neno. Nikashangaa naitwa Fox. Bwana nimetokea moja mbili mawili, uamue. Uache kuabudu hapa au nenda kanisha kanisa. Nasikia maneno. Yaani huyo ni mchungaji kiongozi ambaye nisingeweza kusema lolote na usema mbele yako bila yeye kunifundisha. Nasikia tu kwa jua hajachakata. Sikiliza, maisha haya chakata kila neno. Limegemege. Usiamue tu kwa kusikia maneno machache. Wale watu wanaoprofesai, wanaotoa utabiri, wanasema dipa, nenda ndani zaidi. Nenda ndani zaidi. Bwana yule ndugu alipotoka kule na mimi akaenda kutangaza mtu fulani tuko naye tena. Sikiliza, nilikuwa mchanga kweli. Nilikuwa mchanga mno. Haleluya. Kweli nikatoweka. Lakini baada ya muda nilirudi kwenda kuwasalimia. Wakawa na furaha. Wakawa nini? Wana furaha. Na bado wananiagiza mpaka nyumbani kwao niende. Kwa sababu sikutoka na mtu wao yoyote. Na bado hata nilipoenda kwa chini ya mtu mwingine sasa, yule mchungaji wangu akasema wewe ni mwanangu tu, hata ufanyeje. Amen. Nikimkuta na mizigo, kuna wakati nilienda kwenye kongamano fulani pale Ubungo Plaza, nikamkuta na yule mchungaji wangu yuko pale. Anakukuruka na mabegi, nikakimbia, jamaa akasema jamaa vipi, nikampokea. Wapi anakoenda nikampeleka. Nakumbuka wapi alikonitoa. Haleluya. Sasa haya inawezekana tu ni mambo ya kiroho, lakini tuanze na mambo madogo. Kama hujali mambo madogo, hauwezi ukafanya mambo makubwa, ndugu yangu. Kila jambo unaloliona linaanza na kidogo. Linaanza na kidogo. Usipofanya kwa kidogo, huwezi ukafanya kwa makubwa, nakwambia. Huwezi. Hauwezi. Tunasema ukipata milioni moja, nenda nyumbani kwa kumbuka baba na mama. Unaona? Hizi laki moja ya 20 sasa. Sikiliza, baba yako na mama yako hata ukimpa shilingi 3,000 analizika. Atasema asante. Akisema asante, wewe umetoka kwenye kiwango kile ulichokuwa nacho, umepelekwa kwenye kiwango kingine, ndugu yangu. Amen. Si Bwana nini? Asa utakapokumbuka Bwana Mungu wako, ataamuru mataifa. Ataamuru watu. Ataamuru hatua nyingine ya namna ya kuenenda. Hatokuacha kama ulivyo. Hatokuacha kwa namna unavyojisikia. Hawezi akakuacha wewe Mungu.
wapi ulikotoka. Kumbuka wapi ulikotoka. Kuna baraka, kuna baraka. Amen. Lakini ukirudi kwenye maandiko, ni kawaida ya watu wengi. Tunaona katika wale watu 10, sema watu 10 waliokuwa wenye ukoma, sema wenye ukoma. Amen. Alirudi mtu huyo. Kwa hiyo kushika maelekezo ni kitu cha ziada kwenye maisha. Haleluya. Ni kitu cha ziada, ni neema. Kwa hiyo kaa, omba, mwambie Mungu, nikushika mkono. Haleluya, haleluya. Ndio akina nani walioshika mkono? Kwa sababu waliorudi kushuhudia ni mkoma huyu mmoja tu. Wale 9 wako wapi? Yale matendo 9 waliotendewa yako wapi? Kumbuka, kumbuka ndugu yangu. Kumbuka wapi ulikotoka. Kumbuka wapi ulikotoka. Unapokumbuka wapi ulikotoka, utaona kazi halisi ya imani uliyokuwa nayo. Hebu tuangalia waraka kwanza Yohana 5 na ule mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 na ule mstari wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu, Anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Kuto kukumbuka fadhila, ndugu yangu, manake ulimwengu umekushinda. na huko ndiko kushinda. Anasema na huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yenu. Hayo maelekezo anayokupa. Amina. Tumekuja kwa Yesu ili tuweze kubadilishwa, tupate maelekezo ya namna ya kuishi katika jamii, ya namna ya kuenenda, ya namna ya kufanya. Halo. Halo. Inawezekana leo upo kwenye mtandao, maisha yako yameenda kwenye level nyingine. Au uko hapo unanisikia, maisha yako yako kwenye kiwango kingine. Au umebakia unaenda hivi, unarudi. Unajua kuna maisha yale hivi. Haleluya. Kumbuka wapi ulikotoka. Kumbuka wapi ulikotoka. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwangu nilikuwa bila kukumbuka wapi nilikotoka, ilikuwa si rahisi nisimame mbele zenu. Maana ilikuwa jana kama mida ya saa 8. Nilikuwa napata pale sijana nitoke Dodoma nije Dar es Salaam. Amen. Nitoke Dodoma nije Dar es Salaam, lakini kilichotokea ni kitu cha ajabu kutokea nyuma. Haleluya. Lakini kimenifanya wakati mwingine nikumbuke maelekezo. Wale watu wa SGR wanataka ufike pale masaa 2 kabla. Kwa hiyo kisheria mimi nilikuwa na makosa. Nilikuwa na nini? Sikukumbuka. Kwanza, kwa mara ya kwanza napanda ile treni kuelekea huko nilikoenda, nilifikaga pale masaa 3 nyuma. Nikakaa. Jana sikukumbuka nini nilifanya, nilichoanza nacho. Sijana kaniacha. Haleluya. Haleluya. Nikaingia basi jingine ndio nilifikisha asubuhi ya leo hapo Dar es Salaam. Kwa hiyo kwangu ni fundisho na kwako ni fundisho pia. Kumbuka wapi ulikotoka. Maelekezo ya mwanzo kwenye maisha yako yana nguvu sana utakapoisikiza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kuna watu daftari anazoandika notes tu. Akishaandika Jumapili ya Kibwani. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Yaani akishaandika hakumbuki nini alichofundishwa. Kila siku mtu ni mpya, yani anafundishwa jipya. Alifundishwa upendo, akisikia sehemu nyingine anaona ndio ile watu wengine. Hatukumbuki kufuatilia hata notes kidogo tulizoandika. Haleluya. Hata
kile kidogo, fuatilia ndani ya kidogo, ndani ya wingo dogo aliyokiona yule mtumishi wa Mungu, ilitoka mvua kubwa. Amen, haleluya, haleluya. Tuwe tayari kushika maelekezo yote tunayofanya. Na mimi nawaagiza tena, kumbuka kanuni ya kujazwa. Sema kujazwa. Kumbuka kusoma neno la Mungu. Kumbuka kufanyaje? Kusoma neno la Mungu. Hivyo nani ana ratiba kila siku anasoma walau hata peji moja? Naona anapatikana mtu mmoja tu, wa pili huyu. Afadhali ndio ninatia uhai. Haleluya. Haya twende sasa. Kisha somo unafanyaje? Naomba notes uzoandika. Kwa sababu baada ya kusoma Biblia kuna kutafakari. Ukitafakari kuna product ya kufanyaje? Kuna zao la ulotafakari. Haya, naomba daftari jingine. Nilisomaga hivi, huwa naandikaga hivi na hivi. Hapa sasa unaweza kashangaa watu dirishani anafanya mlango. Tukumbuke ili misingi yetu iweze kuwa imara, lazima tukumbuke wapi tulikotoka. Wapi tulikotoka. Haleluya, haleluya. Kumbuka wapi ulikotoka. Lakini sikia maagizo kwa Biblia. Yaani rudia kile ambacho umekipata. Inawezekana kwenye Kumbukumbu la Torati 8 ukasema naikalia na isoma yote. Amina. Ukaenda kwenye Kumbukumbu la Torati 28. Amina. Na yeye ukasema nafanyaje? Na isoma yote. Kila mtu ana mbingu yake hapa alipo. Yaani kila mtu ana anga yake, ana rimu, ana anga ya namna ya kuenenda. Na hiyo anga ya namna ya kuenenda itampa kwenda kwa kiwango cha juu. Anasema utakuwa heri mbele za mataifa, na baraka zitaambatana na wewe. Rudia, soma. Ukishasoma tafakari. Kwa mtu mmoja kule Ifakara kwetu, nimesoma habari za Elia. Haya, niambie, baada ya kutafakari uliandika nini? Ugombe umeanzia hapo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kumbuka nini umefanyiwa. Nini umefanyiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sema dunia unayoiona ina mitego mingi sana. Ina mitego mingi sana. Ina mitego mingi sana. Yaani usipovuka hiyo mitego wafa. Umeliwa. Usipovuka hiyo mitego kwa nini? Umeharibikiwa. Umeharibikiwa. Haleluya. Haleluya. Lakini kumbuka wapi ulikotoka. Itakufanya utengeneze njia zako vizuri. Itafanya itengeneze kesho yako vizuri. Kesho yako haianzi na maneno ya jana. Amen. Haianzi na maneno ya jana ambayo yamekukatisha tamaa. Yanaanza na maneno ya jana mazuri. Kuna maneno uliambiwa jana yamekukatisha tamaa, yameacha hata kuomba uombe. Halo. Halo. Chukua yale maneno mazuri ya kukumbuka kwa maisha. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema, hebu soma 28 kwa mstari wa kwanza na wa pili mpaka wa 3 tu pale. Nataka kusema kitu. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana. Anasema itakapokuwa au itakuwa utakapoisikiza sauti ya nani? Ya Bwana. Ya Bwana. Kwa bidii. Kwa bidii. Simama hapo kwenye bidii kwanza. Tuta taratibu kusoma. Kwa nini? Kwa bidii. Kwa bidii. Sikiliza, mimi kama sio muombaji sana, lakini uwe na ya kumwambia moyo wako uwe mweupe wakati wote. Bidii ikoje? Ukitaka kusogea unasema asante Mungu, naomba nioshe. Hapa tunavyoona nimeshawaza vibaya.
yaani bidii yako katika kuacha jambo linalokufanya usisogee mbele, bidii yako katika kuisafisha nafsi yako, na Mungu atakuheshimisha. Sema Mungu ataniheshimisha. Ongea tena, sema Mungu ataniheshimisha. Ili Mungu akuheshimishe, kuna namna ya kuenenda. Kumbuka wapi ulikotoka. Endelea kidogo. Kutunza kuyafanya maagizo yake. Jamani, kutunza ni namna ya kuhifadhi. Aliyohifadhi anajua kesho ataenda kuchukua wapi matinde. Amina. Amen. Kutunza sio kutawanya. Kutunza sio kusahau. Aliyetunza hata kama namna ya kusahau kija kwake, kuna siku ataona kumbe niliweka shilingi 5,000 yangu hapa. Itamsaidia. Ukiweza kutunza maagizo yatakusaidia, kwa sababu utakuwa umeweka kwenye hazina iliyo njema kwenye maisha yako. Utatenda kwenye hazina iliyo nini? Njema. Anasema ilipo hazina yako ndipo na moyo wako huu. Haleluya. Haleluya. Ukikumbuka kutunza, ukikumbuka ufanyaje? Kutunza maagizo, ndiyo hazina yako ya kipekee. Haitakuacha mkono, haitakutupa. Haleluya. Watu wengi tumejikuta tunajivuta nguo, yani unajivuta mwenyewe. Kwa hiyo unajivuta mwenyewe, maagizo umeyaacha, zilongwa mbali, zitendwa mbali. Kile unachokifanya sicho unachokitenda. Na inawezekana wakati mwingine Mungu anakusemesha fanya hichi kitu, lakini unashindana na kile ambacho Mungu anafanyaje? Anakusemesha. Kumbuka wapi ulikotoka. Haleluya. Haleluya. Huwezi ukawa kichwa bila kujua kiwiliwili kimekusaidiaje mpaka kichwa kikakaa. Kichwa kinaweza kukaa bila shingo, kichwa kinaweza kukaa bila mwili mzima. Maana yake ni nini? Usipokuwa na maagizo ni sawa sana mwili usiokuwa na mifupa. Usiposhika maagizo wewe sawa sana mwili usiokuwa na nini? Hivyo utakuwaje huo mwili? Nani ishakuona? Yaani shingo inakuwa haina stability, haina ule uimara. Lakini vile vile usiposhika maagizo ni sawa sawa na taa bila umeme. Itaangazaje? Nani ishakuona babu tu afina haina umeme? Hebu muulike nyao wewe uone kama tatizo. Lakini kitoa light, kitoa mwanga, kimpushi naye tu adui yako, anaona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tusiwe kama wale watu 10. Sema wale watu 10. Ambao 5 walikuwa welevu, 5 walikuwa wajinga au wapumbavu, yani hawana akili. Pumbavu ni mtu asiyekuwa na akili, asiyekumbuka wapi anaelekea. Kumbuka wote walienda kwenye harusi na wote walikuwa na nini? Na taa zao. Lakini alikuwaje na taa sikumbuke kwamba mbona mafuta yameisha? Unategemea kuomba kwa aliyokuwa naye. Ni kweli. Haleluya. Kuna vitu vya kuweka vya kukumbuka ili viweze kukusaidia kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kumbuka wapi ulikotoka. Kumbuka wale watu alipokuja bwana harusi, sema alipokuja bwana harusi, wote walipata msisimko mmoja. Haleluya. Sio tu kwa neema au kwa kutembea ndio mimi tena mbinguni, lakini kuna vigezo vya kwenda. Ukienda tu kwa miemko utaachwa nyuma.
Kuna vitu vya kuenenda, lazima uangalie, uishi kwenye utakatifu, uishi kwenye uaminifu. Amina. Imani, ushirika na Roho Mtakatifu, hivyo vitu lazima uwe navyo. Na bado utapimwa, sema bado nitapimwa. Bado nitapimwa. Kwa hiyo wale watu 10 walijiona kabisa wako sahihi. Ndio nikatembea kwenye maisha ukajiona uko sahihi kabisa. Anza na mambo madogo madogo, sema mambo madogo madogo. Anza na mambo madogo madogo. Haya mambo madogo madogo yatakufanya uongozwe na Roho Mtakatifu. Ukikumbuka hapo ulikotoka kwa mambo madogo madogo, yatakupa neema, yatakupa uwezesho. Nasema Mungu naye mwabudu hata kuacha. Amen. Haleluya. Hawezi akakuacha, kwa sababu wanajua kabisa hazina aliyoweka huyu mwanangu sio hazina ya kawaida. Niko pamoja naye mpaka mwisho wa dahari. Itakusaidia sana. Nasema itakusaidia.